Asalamu alaykum. Mimi nimshukuru Mwenyezi Mungu, lakini pia tuendelee kumpongeza sana rais wetu kwa ushindi aliopata, lakini pia tukupongeze na wewe kwa kuteuliwa kuwa naibu waziri wa wizara hii ya maendeleo ya jamii, jinsia na wazee na watoto. Kwa kweli mimi mkuu wa wilaya hii ya Chake Chake na kupongeza sana kwa uteuzi uliopata, lakini pia na kuombea dua Mwenyezi Mungu akufanyie wepesi katika majukumu yako. Tumeona kwamba wizara hii imeendelea kupata mtu wa kuisimamia. Binafsi mimi mkuu wa wilaya nina matumaini makubwa kwako. Tutakwenda kuyasimamia yale yote yanayohusiana kwenye wizara yako, tukiamini kwamba wizara yako imeibeba jamii yote, imebeba watoto, wazee, wanawake, wanaume. Kiukweli kwa pamoja tutashirikiana kuhakikisha malengo ya Mheshimiwa Rais tunayafikia. Na kama tunavyoona tukija kwenye watoto, kuna changamoto nyingi zinazowakabili watoto, yakiwemo masuala mazima ya udhalilishaji na mambo mengine yanayofanana na hayo. Kwa kweli tunakuahidi mashirikiano kwenye wilaya yetu ya Chake Chake, mashirikiano kutoka kwa afisa mdhamini pamoja na maafisa masuala ambao wapo katika wilaya yetu, kuhakikisha sasa tunakwenda kuyatimiza yale malengo ya Mheshimiwa Rais kwa upande wa wazee, kwa upande wa watoto, lakini na jinsia yote. Nikukaribishe sana, nikwambie karibu sana. Mshukuru Mwenyezi Mungu kutujalia tukakutana tukiwa na afya njema. Mheshimiwa mkuu wa wilaya ya Chake Chake, afisa mdhamini wizara ya maendeleo ya jamii, jinsia, wazee na watoto, katibu tawala wilaya ya Chake, maafisa ustawi. Asalamu alaykum. Niwashukuru sana kwa dhuhuri hii kukutana hapa tukiwa wazima wa afya. Ukali leo tumekuja ofisi ya mkuu wa wilaya kwa kujitambulisha, lakini tuamini tunapokuja kujitambulisha kwa kuwa ni taasisi inayofanya kazi zake kila siku, basi tumepata baadhi ya changamoto zilizopo kwenye ofisi hii zinazohusiana na jamii, hususan masuala mazima ya watoto na wanawake kwenye dhana nzima ya udhalilishaji. Serikali yatambua kwamba bado changamoto hizi zipo, na sisi kama wizara tunajua, hata mimi tu ni mpya, lakini najua kwamba bado changamoto za udhalilishaji zipo. Kwa ujumla udhalilishaji wafanyika ndani ya familia, jirani wa familia. Ukiuchunguza kwa undani waona kama ni sisi kwa sisi, lakini imekuwa kama ni utamaduni, lakini ni utamaduni mbovu na mbaya, si wa kuigwa wala hauna tija kwa jamii. Wahanga na waathirika zaidi ni watoto wadogo wa kiume na watoto wa kike. Kwa upande wa serikali hili hatutalifumbia macho, na tutashirikiana na ofisi zote na taasisi zote zilizo na nia ya kuondoa na kupunguza. Lakini pia tutazichukia kama kuna taasisi isiyo ya kiserikali au mtu yoyote, hata kama atakuwa yupo ndani ya serikali, tutamchukia na hatutamuunga mkono kama yeye ana nia ya kuona vitendo hivi bado viendelea kudhalilisha jamii zetu. Hatutakuwa tayari kama, wala hatutakufumbia macho. Haijalishi kwenye kusimamia haki, nitakuwa muwazi, mkweli, mwajibikaji kama nilivyokula kiapo kile katika kuhakikisha sasa tunaenda kuwasaidia wazee, jinsia zote pamoja na watoto. Niwaombe tu tushirikiane, watu wote tushirikiane, kwa sababu hii ni vita. Kwa upande wa wazee, changamoto zao waweza ukaziona ni pengine maslahi yao kama wazee, lakini bado kuna vijana walizaliwa na wazee, lakini vijana hao hapo tayari kuwashughulikia wazazi wao. Na vijana hawa tukiwabaini na wao na tutafuatilia. Mzee yote aliyetelekezwa ni mtoto wake aliyemzaa, basi na yeye mtoto, basi tutahakikisha tumfuatilia kwa ukaribu zaidi na atupe sababu za msingi hasa kwa nini aliamua kumtelekeza mzazi. Wazanzibari tuajuana,
wenye wetu tunajuana. Kwa kawaida huwa pengine ni sababu vidogo tu mtu amua kumtelekeza mzazi wake aliyemshughulikia akamsomesha mpaka akawa mkubwa amtelekeza. Kwa pia nayo hilo tutaliangalia kwa upekee kuona basi jamii yarejesha upendo wao kuanzia kwenye ngazi ya familia. Lakini jambo jingine suala la jinsia. Tukisema jinsia tunagusa wanawake na wanaume. Kwa kawaida si wanawake tuamini kwamba si ndio wadhalilishwaji na wahanga wakubwa. Lakini na wenyewe wanaume wasema hata na sisi tudhalilishwa. Isipokuwa udhalilishaji wa wanaume yaweza ikawa ni tofauti kubwa kati ya wanaume na wanawake. Kwa hiyo tuombe wanaume, sie ni mama zao, sie ni dada zao, sie ni watoto wao, lakini sie ni wapenzi wao. Wasiwe na nafasi kamwe ya kuandaa mazingira basi tukaondoa ule upenzi na wa udugu na ukaribu wetu tulio nao. Tuishini kama wamoja, wapenzi, wa ndugu. Ili sasa hizi dhana za udhalilishaji kwa wanawake zipungue. Haipendezi kamwe wakati baba walikaa na mama nyumba moja wapendana, baadaye wakiachana tena ndio waleta fitina na migogoro kwa vile hata vizazi vyao. Lakini haipendezi kama nyinyi mwapeana huduma zote itokezee siku sasa mdhalilishane mpigane. Hata dini haipendi hilo vitu. Lakini nasewa mama wanaume watulalamikia kwamba tuwadhalilisha. Turudini basi tukawapende waume zetu, tusiwadhalilishe, lakini tukapende wadogo zetu, tusiwatese. Pengine mtoto ashafiliwa ni baba, wewe dada wapewa mlee mwenzio au kaka wapewa mlee mwenzio, wewe ndio wa chanzo cha kumdhalilisha mdogo wako. Tupendane ili tulete maendeleo ya nchi yetu. Nchi hii itajengwa ni Wazanzibari wenyewe. Nchi hii itamarika kwa Wazanzibari wenyewe, lakini nchi hii itaingia maangamizoni kwa Wazanzibari wenyewe wakiondoa upendo. Na viongozi wetu wa nchi Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan na Dr. Mwinyi wasisitiza amani, mshikamano, upendo, umoja. Kwa sababu pakiwa na upendo ndio mambo yote yatakaa vizuri. Baada ya hayo mimi nawatakia kila laheri. Mkombe DC leo kwa mwanzo tulipita kama kwa mfano ulituita kwa changamoto ile kukabili, na tunashukuru kwamba changamoto ulionayo tumeshirikiana kuiondoa. Hizi ndio kazi zetu. Tunaenda kwa jamii tengefu iliyotengeka, haijui sie ndio wasimamizi wao. Sie ndio tuwatoe gizani tuwasogeze kwenye mwanga kwa sababu wenzetu wametengeka. Wengine hata hapa hawafiki kwako. Kwa huo unyonge wao tu kuja hapa. Tunatakiwa tushuke. Mheshimiwa Rais alituambia shukeni mwende kwa watu mkaangalie changamoto za watu. Kwa tushukeni basi tukazitafute. Na wakija tuwapokee kwa maneno mazuri, tuwaongoze, tuwasaidie. Na sisi serikali tuahidi hivyo, hata sisi sasa hatutakaa ofisini, tutakwenda huko chini kuzitafuta changamoto. Wito wangu wale wote waliokusudia kuvunja amani ya nchi hii au kuondosha haiba ya mwanamke, mtoto wa kike na mwanamume, au kuondosha waliokusudia kwamba wao ndio wababe wao ndio hawaogopi wao ndio wana pesa, wao ndio wana wakubwa. Hapana mkubwa mbele ya sheria. Mkubwa ni Mungu tu. Twawaambia tukimkamata na ushahidi ukipatikana, huyo mtu hatutamwachia. Mwenyewe nitasimamia kesi mwanzo mwisho, nitazifuatilia. Kesi ikianza nayo ni hakikisha ilimaliza mahakamani au ilivia mahakamani, sababu ya kumalizika kwake, sababu ya kuvia kwake, mwanzo mwisho. Kesi zote nitaianza toka msingi wake. Kwa hiyo nitoe wito kwa sasa kama tunaenda kufanya kazi kwenye awamu hii. Tulikabidhiwa tukapewa majukumu mazito, majukumu 17 yale waandishi wa habari waliachambua. Kila mmoja alitoka pale aona sasa hii kazi. Na sie hatutamwangusha Mheshimiwa Rais. Tukiwa watendaji wake. Na nashukuru Mheshimiwa Rais ni msikivu na asikia. Hiyo kesi itakayoshinda hiyo ndio nitampa mwenyewe hiyo. Mwenyewe tuambia hapa ndio iliyoshinda. Naamini kwa usikivu wake hiyo kesi itamalizika tu. Kwa hiyo nitoe wito kwa watu, twendeni tukajipange, tushirikiane na viongozi wetu walio na nia ya kufanya. Na wale waharibuji wa amani na uharibuji wa haki za binadamu wakae pembeni, hawana nafasi kwenye awamu hii. Asante.